Wanaanga wanne wakiwemo wanaanga wawili wa shirika la Marekani la sayansi na teknolojia ya angani NASA hatimaye wamerudi duniani usiku wa kuamkia March 19 mwaka 2025 baada ya kukwama angani kwa miezi 9. Ndiyo, miezi 9, ikiwa imesalia miezi mitatu tu ili kukamilisha mwaka mmoja. Wanaanga hao ambao wametajwa kwa majina yao walikuwa ni wanaanga wa Marekani, lakini pia na akiwemo mwanaanga wa Urusi, walitua baharini huko Florida huku wakishangiliwa na kundi la watu. Wanaanga hao waliondoka duniani mwezi Juni mwaka jana katika safari ya kwenda angani kwa siku chache tu, ila chombo kilichokuwa kimewabeba kilipata hitilafu ya kiufundi na kudaiwa kuwa hakiwezi kurudi nao pia kwa namna ambavyo waliondoka, hivyo kikalazimika kurudi chombo chenyewe tu kikiwaacha wanaanga hao kwenye kituo cha anga ISS. Sasa mijadala na maswali ya watu wengi kwenye mitandao ya kijamii imekuwa ni wakiuliza kwamba wanaanga hao walikuwa wakiishije, walikuwa wanapataje chakula, ukizingatia kuwa misheni nyingi za anga huchukua takriban miezi 6 tu. Hivyo kwao kukaa miezi 9 ni jambo ambalo halikuwa la kawaida. Kwa hiyo sasa walikuwa wanaishije, walikuwa wanaendelezaje maisha yao? NASA imesema kuwa wanasayansi hao wakiwa angani, NASA ilikuwa ikihusika kuwapelekea chakula na vifaa vya anga kwa safari zaidi ya mara 2, vikiwemo chakula, maji, nguo na oxygen kwa ajili ya kuwafanya waendelee kuishi, na kusema kuwa watu hao wakiwa angani walifanya tafiti mbalimbali zikiwemo tafiti za uchunguzi wa jinsi mimea inavyokuwa angani, kufuatilia jinsi mwili wa binadamu unavyokabiliana na hali ya kutokuwa na uzito, na hata jinsi ya kupanda chakula. Kwa hiyo kama ulikuwa pia unawaza kwamba watu hao waliwezaje kuishi miezi 9 ikiwa misheni yao ilikuwa ni ya siku 8 tu, basi NASA wameweza kujibu maswali hayo.